Yes, shalom shalom mtu wa Mungu. Nikukaribisha kwa mara nyingine. Tuendelee na somo letu la hatua na baraka. Na hapa nitasoma hatua zote 14. Katika ile hatua ya awali tulijifunza namna ambavyo mtu anayetaka matokeo au mafanikio na katika kile anachokifanya, huduma anayofanya, kazi anayofanya, biashara anayofanya, chochote kile anachokifanya, anatakiwa aishi vipi na afanye nini na nini kungoja matokeo au kuwa na uhakika na matokeo, na mambo yapi hautakiwi kukosa. Na katika hatua ya mambo ambayo hutakiwi kukosa ndo tukawa na changamoto kidogo, somo letu likawa limekatika, lakini leo tutaangalia hatua zote 14. Kitu cha kwanza tulisema mafanikio sio jambo la bahati tu, wala sio matokeo ya maombi pekee. Mafanikio ni matokeo ya kumcha Mungu, kuwajibika, kuwa na nidhamu, kuwa na maono na kufanya kazi kwa bidii. Lakini pia tukaona kwamba kuna mambo ambayo mtu akiacha anaweza kuharibu safari yake na mifumo yake yote ya maisha hata kama alianza vizuri. Na mambo hayo ndio naenda kukusomea hapa 1 mpaka 14 ambayo tumeandaa katika ile somo letu la hatua na baraka. Karibu na tuendelee. Namba 1 ni kukosa ibada. Mtu asiyemtegemea Mungu mara nyingi hujenga maisha yake au kazi zake au chochote anachofanya katika misingi ambayo ni dhaifu sana. Lakini mtu anayemtegemea Mungu anajenga maisha yake katika misingi imara. Namba 2, ubinafsi, chuki na wivu. Mtu mbinafsi mwenye chuki na wivu mara nyingi anajitengenezea mazingira ya kutofanikiwa au kwenda vizuri kutokana na jinsi ambavyo anaishi na watu au anavyoishi kwenye mazingira yake. Na mara nyingi wengine wanashindwa kusonga mbele au kuendelea vizuri kwa sababu wanachukizwa na mafanikio ya watu wengi. Namba 3 ni mtu anayeombaomba sana na kutegemea msaada. Yaani unaishi kwa kutegemea msaada ndipo uanze. Unaishi kwa kutegemea kwamba mimi bila kusaidiwa siwezi nikafanya. Unaishi kwa kungoja wengine wafanye ukawaombe. Hauwezi ukafanikiwa kwa namna hiyo. Msaada ni mzuri lakini usiufanye kuwa maisha yako. Msaada ni mzuri sikatai, lakini usiufanye kuwa maisha yako. Mtu asiyekuwa na maono wala mtazamo wote. Mtu asiyekuwa na mtazamo au maono, huyu anaishi kwa kubahatisha. Mwenye maono habahatishi, lakini asiyekuwa na maono anaishi kwa kubahatisha. Lakini maono pia humpa mtu majibu halisi. Lakini asiyekuwa na maono anapokea kila hoja na mwisho wa siku anaangamia. Kwa sababu pasipo maono mtu anaacha kujizuia. Namba 5, mtu anayeishi kwa kungoja bahati na miujiza pekee. Hii nitajaribu kuelezea sana kwa kirefu kwenye somo lenyewe pale tunapoenda kuanza. Na namba 6 ni lack of balance. Mtu asiyekuwa na kiasi. Ukikosa kiasi umeamua kujichafua, kwa sababu jambo lolote tunalofanya kwenye maisha inahitaji kiasi. Iwe ni ibada, iwe ni starehe, iwe ni hata kazi tunazofanya. Kuna wakati miili yetu inataka kupumzika. Kwa kila kitu inahitaji kiasi. Maana kila jambo hata kama ni jema likizidi linakuwa tatizo. Maombi mengi bila hatua, safari nyingi bila tija, stori nyingi zisizo na manufaa, michezo, burudani kupita kiasi, kutokushirikiana na watu. Hizi ni vitu ambavyo vikizidi vinakuwa tatizo. Kama hiyo ya mwisho, kuna wakati unatakiwa kujitenga, unatakiwa kukaa mwenyewe, unatakiwa kujadili mambo yako mwenyewe, lakini kinapozidi kiasi inakuwa ni tatizo. Kuna wakati unahitaji watu. Maisha ni watu. Mithali 25:28, asiyeweza kujizuia ni kama maji yaliyobomolewa, yani yanaporomoka. Na namba 7 ni yule mtu ambaye anahisi au anaona mafanikio ya watu wengine wote ni uchawi, ushirikina. Yani yeye aamini kwamba Mungu anaweza kubariki mtu akafanikiwa. Kwa wote ambao wamebarikiwa, akiona mtumishi wa Mungu ambaye huduma yake ni kubwa, sio bure. Akiona mtu ambaye biashara yake imekuwa, sio bure. Anaweza kawa rafiki na mtu pale ambapo mtu hajafanikiwa, lakini anapoona huyo mtu anainuliwa, hataki kujifunza, hataki kuendelea naye, hataki kujua ni hatua zipi anapata kufikia hatua hiyo, lakini yeye anaona moja kwa moja huyu tayari amejiingiza katika mfumo. Amejiingiza kwenye mambo mengine ya kishirikina. Yani mtu asiyekubali kwamba matokeo
pia yanakuja kwa kumwamini Mungu, au matokeo ya watu wengine ni hatua za kupambana. Matokeo yamekuja baada ya mtu kujituma, kufanya kazi, kuwajibika. Yeye anaamini matokeo ni ushirikina, uchawi. Kwa mtu kama huyu mara nyingi hata yeye anaogopa kujifunza, anaogopa kuchukua hatua. Kwa hiyo pia ni hatua ambayo ni hatari sana kwa mtu ambaye unahitaji kusonga mbele, kupiga hatua na kuelimika zaidi. Namba 8 ni laziness. Mtu mvivu, uvivu. Mtu asiyependa kufanya kazi, mtu anayeogopa kila anachoambiwa, anahisi ni kigumu. Kuna wanaoanza, sio mimi. Kuna wanaoweza. Kila anachoambiwa anahisi kuna watu wanaoweza, hapo sio mimi. Yeye anajitoa. Kwa hiyo mtu ambaye ni laziness, mtu ambaye hawezi kufanya chochote, ni mvivu. Namba 9 ni fear of starting. Kuogopa kuanza. Ukiogopa kuanza, sio rahisi kuanza, sio rahisi kufanya. Maisha yanahitaji maamuzi, matokeo halisi yanahitaji maamuzi. Kwa unapoogopa kuanza, ina maana unajifungia milango ya matokeo au ya kufanikiwa, kwa sababu matokeo huja baada ya kuanza. Matokeo hayaji kabla ya kuanza. Matokeo yanakuja baada ya mtu kuanza. Na namba 10 ni ile hali ya kukata tamaa mapema. Yaani kukata tamaa haraka. Umeanza lakini unakata tamaa. Unaona ili jambo ni gumu, ili jambo haliwezekani. Nataka nikupe mfano mdogo. Hakuna jambo lolote utalianza au utalifanya lipokewe kwa mapokeo ya furaha. Kila jambo waga linaanza kwenye ugumu. Na pengine unaweza kupokea maneno ya kashfa, unaweza kupokea maneno ya kuvunjwa moyo, unaweza kupokea kila aina neno baya, lakini wewe unatakiwa kusonga mbele kutokana na kile ambacho wewe unakiamini na unachokiona mbele yako. Kwa sababu kabla ya kuanza jambo lazima ujione unakiweza kile unachokianza na uone matokeo ndani yako. Majaribu yapo, kukwama kupo, lakini inatakiwa wewe usonge mbele kutokana na unavyoiona ndani yako, kwa sababu unaowapelekea au unaoonyesha kile kitu hawakioni, wewe ndio unakiona, wewe ndio unakijua. Kwa ili wao wakione lazima upambane kuidhihirisha mbele yao kwenye macho yao ili wakione. Yes, nadhani hapo tunaelewana. Kwa sababu ulichokianza ni wewe ndio uliiona ndani yako, ni maono yako. Kwa ndio maana tunasema ni maono, yani ni maono yako. Hayo maono ni kile ulichokiona ndani yako. Kwa watu hawajakiona hicho, wewe ndio umekiona, wewe ndio unakijua. Kwa lazima wewe ndio ukipambania kile unachokiona, wewe ndio ukipambania ulichokiona, unachokijua, ili ndipo watu wengine wakione. Kwa ndipo unaweza kupokea support. Kwa ukiwa ni mtu wa kukata tamaa haraka, basi ni ngumu pia kuendelea. Na namba 11, marafiki wasiofaa. Marafiki zako, watu ulionao, watu unaoishi nao, unaotembea nao, ndio wanaokutambulisha kwenye jamii. Unaishi na watu wa aina gani? Unatembea na watu wa aina gani? Unakaa na watu wa aina gani? Unapiga story na watu wa aina gani? Kuna watu hawatakiwi kusogea hata karibu yako. Kuna watu hawatakiwi hata kuwa karibu nao kabisa. Hata kama ni ndugu, hata kama ni marafiki, hata kama ni watu wa aina gani, tena haitakiwi hata neno marafiki au rafiki iwepo kati yenu. Mtu yeyote atatembea na watu anaoendana nao kwa tabia. Ndio maana ukiwa na marafiki wa aina fulani, kuna wakati inaweza katokea fursa, lakini ukishirikishwa hiyo fursa, kama kuna mtu ambaye anakujua au alikuwa na marafiki wa aina fulani, atakataa. Atasema huyu mtu nimewahi kumuona, mnamwamini kweli? Huyu mtu nimewahi kumuona mara nyingi na watu fulani. Kwa unakuta kwamba umejizibia riziki au umejizibia nafasi ya kupata nafasi fulani kwa sababu ya kuwa na watu wasiofaa. Lakini vile vile kuna mtu anaweza kapatwa na kesi au akaitwa kwenye kesi fulani au akakumbwa na jambo fulani kwa sababu ya watu waliokuwa nao, watu wanaokaa nao muda mrefu. Wewe ni mwanamke, unapenda kukaa vikao na wanawake wa aina gani, unapiga story, mnapiga umbea. Kwa hata kama hujashiriki kuongea, lakini inapotokea tatizo ili linakuhusu, kwa sababu watasema halikuwepo, fulani alikuwepo. Marafiki zako ni marafiki wanaopenda starehe, anasa, anini. Kwa mwisho wa siku unaweza kujiingiza kwenye huo mkumbo kutokana na kukaa na marafiki wa aina hiyo. Tukumbuke mazungumzo mabaya huharibu nafsi. Namba 12 ni kutokujifunza. Mtu asiyependa kujifunza, mtu asiyependa kuingiza jambo jipya kwenye maisha yake, mtu asiyependa kujua nini kinatakiwa na ni kwa wakati gani, huyo mtu mara nyingi pia ni ngumu kupata matokeo au kubadilisha mazingira yake au kubadilisha maisha yake. Lazima uwe ni mtu anayependa kujifunza, anayependa kuingiza vitu vipya kwenye akili yako. Namba 13 ni wale wanaopenda muonekano pasipokuwa na kuwajibika.
au kupenda muonekano kuliko uhalisia. Unapenda kuonekana bora zaidi, unapenda kuonekana mtu mwenye mafanikio makubwa, lakini hakuna kuwajibika. Hiyo ni hatari, kwa sababu inaweza kukuingiza kwenye hatua ya kutumia gharama kubwa kuliko kile unachokiingiza au unachokipata, na pengine ikakuletea hasara au ikakuletea ikakujengea mazingira ya kujificha pale unapoona watu wanakutaka au watu wanataka kuona katika uhalisia. Kwa utaishi kwa kujificha au kwa kuogopa kukutana na watu, kwa sababu kile ulichokionyesha ni tofauti na uhalisia ulivyo kwako. 14 na mwisho ni kukosa shukrani. Shukrani inaweza kumfanya mtu akabaki kwako. Shukrani inaweza kumfanya mtu akabaki kwako, na shukrani inaweza kumfanya mtu asibaki, kwa sababu kuna wakati mtu anaweza kufanyia jambo akaona umekosa shukrani, akajiuliza kwa nini, au nilichomfanyia hakina thamani, nilichompa hakina thamani. Kwa hiyo unaposhukuru kinamfanya mtu afikirie kufanya kingine kikubwa zaidi, kwa sababu anaona kwamba kumbe hata nilichofanya hakikustahili kwa namna ulivyoipokea, akawa anatamani kufanya kingine kubwa zaidi kwako. Kwa hiyo jifunze kuwa mtu wa shukrani ili kubakiza wale wanaokutendea mema kwenye maisha yako. Moyo wa shukrani hutia baraka zaidi. Na mpaka kufikia hapo tumesoma au tumeona hatua zetu zote 14 ambazo tunataka kujifunza.